Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji wa Sibuka TV pamoja na msikilizaji wa Lindi FM. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kipindi chetu ni saa ya kubarikiwa na kuinuliwa na Bwana kutoka EAGT Kibamba. Mwisho kwa mchungaji Fabian Masare. Msemaji wa leo ni mimi Mwalimu Mary Masare, mke wa mchungaji Fabian Masare. Somo letu linasema kupata fedha ni haki yetu. Basi nitaenda kuomba kwa ajili ya kwanza somo letu. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya wakati huu napoenda kufundisha somo hili. Karibu Roho Mtakatifu kaniwezeshe, karibu Bwana ukanitie nguvu, karibu Bwana ili neno likawe msaada kwetu, likawe msaada kwa mtazamaji wa Sibuka, pia kwa msikilizaji wa Lindi FM, pamoja na kila mmoja ambaye ananitazama. Baba, kajitukuze katika somo hili, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Tutaenda kuanza somo letu kwamba kupata fedha ni haki yetu. Tutasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14:15 mstari ule wa 4, nayo linasema, lakini hawatakuwapo maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako umiliki iwe urithi wako. Hili somo tutaenda kuona kwamba kumbe kupata fedha ni haki yetu. Kupata fedha ni haki yako, kupata fedha ni haki yangu. Na neno la Mungu limesema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 15 mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati ni kitabu ambacho ni kitabu cha 5 katika Biblia. Ni vitabu vitano alivyoandika Musa mtumishi wa Mungu. Ni maagizo kutoka kwa Mungu yaliyoandikwa kwa ajili ya wana wa Israeli, ambayo pia ni kwa ajili yetu mimi na wewe. Mungu ametuahidi kwamba anaenda kutubariki. Mungu anataka tumiliki mali. Mungu anataka tumiliki mali. Unaposoma kwenye kitabu cha Mithali 8:21 anasema, niwarithishe mali wale wanipendao na kuzijaza hazina zao. Kumbe Mungu anataka tumiliki mali. Anasema niwarithishe mali wale wanipendao na kuzijaza hazina zao. Kwa kusudi la Mungu katika maisha yetu, hapendi kwamba sisi tuwe maskini, hapendi kwamba sisi maisha yetu yawe duni, hapendi kwamba sisi maisha yetu yawe katika viwango vya chini. Anahitaji ya kwamba tuwe na viwango vya juu. Kwa hiyo ndio maana namshukuru Mungu aliyenipa hii nafasi ya kusema, ya kuongea siku ya leo kwamba umaskini sio haki yako. Hiyo hali ngumu unaolialia, hiyo sio haki yako. Mungu ana makusudi ya kukutoa hapo, kukuinua katika viwango vingine. Maana huyu Mungu ndiye aliyekuumba wewe. Huyo Mungu ndiye aliyetuumba sisi. Huyo Mungu ndiye aliyeumba kila kitu. Na huyo ndiye ambaye amemtoa mwanae pekee Yesu Kristo akuokoe, ambaye ameniokoa mimi na wewe. Kwa huyu Mungu wetu ana kila kitu. Dhahabu ni mali yake, fedha ni mali yake. Na ndio maana tunapoenda kusoma hili somo letu la kwamba kupata fedha ni haki yetu, jisikie kwamba unaenda kupata fedha sasa. Jihisi kwamba unaenda kuzipata zile dhahabu na fedha, kwamba zimetajwa huku katika Biblia, lakini sasa zinaenda kuhamia kwako, zinaenda kuhamia mfukoni kwako, zinaenda kuhamia katika maisha yako. Anza kujihisi kwamba Bwana ameenda kukupa fedha, kama na mimi ninavyoamini kwamba ninachosema hapa sasa na Mungu naye ataenda kufanya na ataenda kulibariki utukufu hadi utukufu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika kipengele chetu cha kwanza tutaenda kuzungumzia umaskini. Kwamba umaskini ni ukosefu wa mahitaji muhimu. Umaskini ni ukosefu wa mahitaji muhimu. Na tutaenda kuona umaskini wa aina 3. Kuna umaskini wa kipato. Yaani umaskini wa kipato kwamba hauna kitu kabisa, kila kitu unafanya kuomba usaidiwe, una fedha kabisa, hali yako ni ngumu. Ndio kama wale mtu anakuwa mwingine ni ombaomba kabisa, anaomba kila kitu, anaomba asaidiwe. Lakini pia kuna umaskini hali. Umaskini hali ina maana kwamba muonekano wako wenyewe tu unaonekana kwamba hali yako ni ngumu. Umaskini hali huu ina maana wewe unapata tu ya kula tu,
lakini hata ya kununua nguo nzuri uvae wewe huna. Huo unaitwa umaskini hali. Ina maana mtu tu akikuangalia hivi anaona kwamba jamani huyu mtu hali yake ni ngumu. Hiyo ni umaskini hali. Lakini pia namba 3 kuna umaskini wa kauli. Umaskini kauli huu ni kwamba maana yake unakuwa na uwezo wa kujihudumia wewe na familia yako tu, lakini jambo lolote linapotokea kwamba inawezekana kuna kikao cha familia, inawezekana kuna kikao ya jambo lolote katika kanisa, katika eneo ambalo unakaa, kuna jambo linatakiwa lichangiwe, mchango wowote, wewe unakuwa wakisema jamani wenye michango hapa inatakiwa michango ya kuchangia hili jambo linahitaji milioni 5. Wewe kwa sababu maisha yako ni magumu na yako duni sana, viwango vyako vya uchumi viko chini, wewe unaweza ukaahidi pale 5,000 au 10,000 wakati tunahitaji fedha ndefu. Kwa ina maana wakati mwingine unaweza ukanyamazishwa kwa sababu wewe ni maskini kauli. Kauli yako unasema kile ambacho ulipo nacho kwa sababu uwezo wa kikubwa huna. Kwa hiyo hata kauli yako wakati mwingine utanyosha kidole katika kwamba nataka kuchangia, utanyamazishwa. Watasema tulia kwanza, wewe utaahidi baadaye. Kwa sababu kauli yako inaonekana kwamba utatoa kitu kibovu cha chini ambacho ile bajeti ambayo imepangwa hautaweza kufikia malengo. Kwa hiyo ndio unaitwa umaskini kauli. Katika hivi vipengele vyote, hizi aina zote za umaskini, hatutakiwi kuwa katika hizo. Na kama tuko katika hizo, inabidi tumuombe Mungu leo ili kwamba Mungu atutoe utukufu hadi utukufu. Atutoe kwenye hiyo umaskini wa kwanza wa kukosa kipato, lakini pia atutoe katika umaskini hali, atuvishe, haleluya. Atuvishe kwa utukufu wake, tuvae na sisi tupendeze kwa utukufu wa Mungu. Lakini pia atutoe katika umaskini huo pia katika umaskini wa kauli, kwamba atuongeze vipato vyetu, aongeze mafanikio yetu, ili kwamba hata tukifika mahali kauli zetu ziwe zenye nguvu, kauli zetu ziwe zenye majibu, kauli zetu ziweze kuleta majibu katika jamii, ziweze kuleta majibu katika kanisa, ziweze kuleta majibu katika taifa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sio mpango wa Mungu kanisa la Mungu tuzalilishwe na umaskini. Kwa sababu wakati mwingine wanaweza wakasema kuna jambo tunalishughulikia, jamani tuwaambie ndugu. Lakini wakasema yule Geoffrey wa kule Mkuranga, yule hamna haja kumwambia. Hamna kitu pale. Ina maana inapoambiwa hamna kitu pale, ina maana na wewe unajiita kwamba umeokoka. Ina maana ni kwamba unashusha, viwango vyako vinashuka, ni kwamba jina lipo lakini hamna kitu. Ina maana hauna mchango wowote katika ile familia. Lakini Mungu makusudi yake ya kwamba tutoke huko ili kwamba atuinue utukufu hadi utukufu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mtu mmoja alitafuta uhakika kwa Yesu kwamba tumeacha vyote, tumekufuata wewe, tutapata nini? Kwamba kuokoka kwetu kukufuata wewe Yesu, kwamba sio kwamba tuko hapa kwa hasara, ila tunahitaji faida kutoka kwako, ambapo Yesu Kristo, naomba unieleze kwamba nimeacha vyote, nimekufuata wewe, nitapata nini? Soma Marko 10:28 hadi 30. Utakutana na huyu ndugu aliyeuliza. Akauliza hili swali ili aweze kupata uhakika wa maisha yake, uhakika wa utumishi wake. Marko 10 kuanzia mstari ule 28 inasema, Petro akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, amin nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na uzia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe.
Huyu hapa mtumishi wa Mungu Petro alitafuta uhakika, kwa sababu amekuwa akifanya kazi zake za uvuvi, lakini baadaye akabadilishiwa kazi, akaambiwa kwamba sasa wewe utavua watu. Kwa wakati mwingine alikuwa anamuuliza Yesu maswali ili apate uhakika kwamba baada ya kuacha kuvua samaki akauze apate fedha, amemfuata Yesu atapata nini? Alikuwa anataka upate uhakika, lakini Yesu Kristo aliweza kumjibu akamwambia, mtapata hapa duniani mara 100, mtapata pia ndugu wa kiume na wa kike, mtapata nyumba, mtapata vitu vingi. Na katika hilo si ukweli, tumepata ndugu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa upande wa ndugu, jamani, ndugu tunao katika Bwana, katika makanisa tunayoabudu. Baada ya kuokoka, ndugu wenyewe tumeshawapata. Tunao madada, tunao makaka, tunao ndugu, tunao mama wa kiroho, tunao wa kutosha kabisa. Lakini kwenye upande wa fedha, tunataka hapo Mungu atusaidie tutoke hapo tulipo. Sasa tutapataje fedha? Tutapata fedha tutakapofanya kazi kwa bidii. Tutapata fedha, tutapata kila kitu. Maana dhahabu na fedha ni mali ya Bwana. Unaposoma Hagai 2 mstari wa 8 nasema, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo kumbe fedha ni mali ya Bwana na dhahabu ni mali yake. Kwa hiyo juhudi zetu kumfanya kazi kwa bidii ili tuweze kufanikiwa kuzipata hizo fedha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Fedha waweza kuzipata kwa njia gani? Nauliza swali, pesa unaweza kuzipata kwa njia gani? Jibu la kwanza ni kwamba fedha unaweza kuzipata kwa njia ya kulima mashamba. Unaweza kulima mashamba ukapata fedha. Kuna ndugu yetu aliyeitwa Isaka alilima mashamba na akafanikiwa. Kitabu cha Mwanzo sura ile 26 kuanzia mstari wa 12 hadi wa 14. Tutaona kwamba huyu ndugu yetu Isaka aliweza kulima mashamba na akaweza kufanikiwa, hizo fedha akazipata. Mwanzo 26 kuanzia mstari wa 12 hadi wa 14 inasema, Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu zaidi kustawi, hata akawa mkuu sana. Akawa na mali na kondoo, mali ya ng'ombe, watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu. Kwa tunaona kwamba kumbe Isaka alilima shamba, alilima kwa bidii zote. Na nataka nikwambie ndugu yangu mtazamaji kwamba huyu Isaka hakulima eka moja wala eka 2, hizo ni za chakula. Aliweza kulima eka za kutosha ambazo zilitosha chakula, lakini zilitosha pia na kuuza. Kwa katika kule kuuza, jinsi alivyopata yale mazao yake na akazungusha ile kazi yake ya mazao, aliweza kununua mifugo. Alivyoweza kununua mifugo, alinunua ng'ombe, alinunua kondoo, alinunua mifugo. Na unajua kabisa kwamba unaponunua mifugo inazaliana. Kwa hiyo ina maana pale mifugo inavyozaliana, pesa nazo lazima zinaongezeka. Zinavyoongezeka ina maana kama ulilima eka 5, mwaka mwingine unalima eka 10. Unavyoendelea mifugo inaendelea kuongezeka na huku unaendelea kulima, baadaye unakuwa na mazizi ya mifugo. Hivi ndivyo baba zetu wa imani waliweza kutufundisha mfano kwamba walilima kwa bidii. Kwa hiyo Isaka alilima kwa bidii zote na akaweza kufanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nakutia moyo wewe ambaye unalima, fanya kulima kwa bidii zote. Lima kwa bidii zote, ongeza viwango zaidi na zaidi ili kwamba uweze kufanikiwa. Wakulima wanabarikiwa Bwana. Na tena hakuna biashara nzuri kama ya chakula, kwa sababu wakati mwingine kuvaa hiari lakini kula ni lazima. Kuvaa hiari lakini kula ni lazima. Kuvaa unaweza ukavaa nguo kwa muda mrefu, lakini kula huwezi kuacha. Kula lazima ule.
Kwa hiyo biashara ya chakula ni nzuri sana, kwamba unapolima lazima utapata soko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu Isaka aliweza kufanikiwa kupitia kilimo. Kupitia kilimo akapata utajiri. Kwa hiyo we mkulima unayenisikiliza, inawezekana huko kule Mbeya unalima mpunga, inawezekana huko kule Morogoro unalima mpunga na mahindi, inawezekana huko kule Mwanza, huko Shinyanga, huko mikoa mbalimbali huko katika kilimo unalima. Jipe moyo, fanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa bidii, utafanikiwa. Yawezekana huko katika kilimo, yawezekana huko katika kilimo cha kiwango kidogo, lakini kwa maombi ambayo tunaenda kuomba leo, Mungu anaenda kukuinua utukufu hadi utukufu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini tunaenda kuona mtu mwingine ambaye aliitwa Suleiman. Yeye aliweza kupata fedha kupitia vyombo vya usafiri. Suleiman aliwekeza kwenye vyombo vya usafiri wa majini. Vyombo vya usafiri wa majini, nafikiri tunafahamu kwamba kuna meli, kuna boti, kuna vyombo mbalimbali ambavyo ni vya usafiri wa majini. Kupitia vyombo vile aliweza kupata fedha za kutosha. Aliweza kupata fedha za kutosha kupitia vyombo vya majini. Aliweza kupata fedha ambazo hizo fedha ziliweza kumsaidia katika mambo mengi. Tutaangalia kwenye Wafalme wa Kwanza sura ile ya 9 mstari wa 26 hadi wa 28. Hebu kama una Biblia yako fungua ili kwamba tuweze kusoma pamoja kwamba yupo, kama we ni mjasiriamali, yupo mjasiriamali mwenzako huku. Sulemani aliweza kupambana. Mungu alimpa hekima katika vyombo vya majini, akaweza kusimama katika nafasi yake, akaweza kuwa na vyombo vya usafiri wa majini. Aliona kwamba lile eneo kuna changamoto. Kuna changamoto katika usafiri, akawa ametoa msaada. Kwa njia hiyo ameweza kupata fedha kwa njia ya usafiri wa vyombo vya majini. Tusome Wafalme wa Kwanza Wafalme wa Kwanza sura ile ya 9 mstari wa 26 hadi wa 28. Inasema, tena mfalme Sulemani akaunda merikebu huko Eziori Geberi ulioko Keriba na Elosi, pwani na bahari ya Sham katika nchi ya Edomu. Naye Hiram akatuma merikebu watumishi wake wana maji wenye kuijua bahari pamoja na watumishi wake Sulemani. Wakafika Ofiri, wakachukua toka huko dhahabu talanta 420 wakamletea mfalme Sulemani. Kwa tunaona kwamba kupitia vyombo hivi vya usafiri, Sulemani aliweza kutuma watu wa kwenda kupokea fedha na kumletea, kwamba vyombo hivyo hapo ameweka viongozi wa kwenda kupokea zile fedha ili waweze kumletea Sulemani. Kwa Sulemani aliweza kufanikiwa kwa vyombo vya usafiri. Lakini bii yake pia kwamba tunaona kwamba pia alikuwa na mabanda ya farasi. Alikuwa na mabanda ya farasi 40,000. Maisha yalienda vizuri nyakati zile. Farasi ilikuwa ni mfano wa pikipiki ambazo tunaziona kwa sasa. Kwamba kama alikuwa na mabanda ya farasi 40,000, ina maana wewe uwe na pikipiki zote tuseme za ziwepo unazimiliki wewe, umewaweka tu vijana. Kwa lazima upate fedha. Kwa kumbe mifano ya kuiga tunaweza tukaiona kwa baba zetu hawa, kwa ndugu zetu hawa ambao hawakukaa tu walegevu na hawakuwa katika hali ya umaskini, hawakuwa katika hali ngumu. Waliweza kusimama kutafuta pesa kwa bidii, kwa juhudi nyingi. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu Sulemani aliweza kuwa na farasi za kutosha. Aliweza kuwa na farasi za kutosha. Hizo farasi ziliweza kumuingizia kipato. Lakini pia tutaenda kuona
biashara za nguo. Biashara za nguo ni kwamba unapoenda kwenye maduka, katika eneo hili nimekuwa na uzoefu kwa sehemu, kwa sababu unapoenda hata kama ni Kariakoo au kwenye maduka ya jumla, lazima utaambiwa kuna bei ya jumla. Kwa hiyo ina maana kama kuna bei ya jumla, lazima wewe ukichukua ukapeleka sehemu nyingine ambayo utauza rejareja, faida lazima uipate. Kuna maduka ya jumla ya nguo, kuna viatu vya jumla, kuna mavazi ya kila aina ya jumla. Kwa hiyo unapofanya vile ukauza, lazima upate fedha. Kuna biashara vyakula mfano mamalishe. Hizo na zenyewe ni biashara ambazo watu wa Mungu tutakapozifanya sio dhambi. Ni biashara ambazo tatupatia kipato na maisha yetu yatabadilika. Hatutadhalilishwa na umaskini. Lakini pia kuna biashara za mkaa. Unaenda unapata mkaa, unauza, unapata faida. Lakini pia kuna biashara za viazi. Unaweza unachukua magunia ya viazi, unauza kwa rejareja, lazima utapata. Unachukua mabiashara ya mihogo, unaenda kule shamba kabisa, unavuna mihogo, unanunua kwenye gari, unaleta, unauza kwa rejareja, lazima fedha mtu wa Mungu utazipata. Kwa hiyo kitu kilichofanya kwamba nifundishe hili somo ni kwamba maisha ya umaskini hata mimi siyapendi, siyafurahi. Na ndio maana nilipokuta kwamba katika lile wazo ambalo ninalolipenda, nikakuta na Mungu wangu kwenye Biblia amesema kwamba ana mpango wa kunirithisha mali. Nikaona kwamba nishirikiane na wewe mpenzi mtazamaji, nishirikiane na wewe kwamba fedha kuzipata ni haki yetu, sio dhambi. Haleluya. Kuvaa mavazi mazuri sio dhambi. Kula chakula unachokipenda sio dhambi. Maana wakati mwingine umaskini umetudhalilisha kiasi kwamba unatamani kula kitu fulani uwezi kukila kwa sababu kipato chako kiko chini. Unatamani uvae vazi fulani, haupasi kukata tamaa. Jitahidi ufanye kazi kwa bidii. Jitahidi ufanye kazi kwa bidii ili kwamba ule unachotaka, uvae vazi unalolitaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninachotaka kuambia mtu wa Mungu, usijikatie tamaa katika maisha yako. Usikate tamaa katika maisha yako kwamba yale mavazi watavaga wale tu. Zile suti watavaga wale tu. Vile vikoya vile wale tu ndio watavaa. Mama fulani tu ndio watavaa. Hapana. Kama unakihitaji, fanya kazi kwa bidii na wewe utapata kila unachokihitaji. Kwa Yesu yote yanawezekana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika hizi biashara ambazo nimesema kwamba tunajifunza hizi biashara, mtu anasema mbegu au mtaji nitapata wapi? Mbegu au mtaji nitapata wapi? Lakini tunaposoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 9 mstari wa 10 hadi wa 11, tunaona kwamba Mungu ndio mwanzo wa kila kitu. Tusome Wakorinto wa pili sura ile ya 9 sura ile ya 9 mstari wa 10 hadi wa 11. Inasema, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, mpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Kwa hiyo kumbe pesa zinapatikana kwa Mungu mwenyewe, ndio kila kitu. Yeye ndio mwanzo wa kila kitu. Kwa hiyo katika kila jambo ambalo unalifanya, kabla hujafanya jambo lolote, unatakiwa umwambie Mungu, nahitaji kupata mtaji kwa ajili ya biashara yangu, kwa sababu ahadi ya kubarikiwa amekupa wewe, kwamba ana mpango wa kukurithisha mali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu ndio akukupa mbegu. Mungu anaweza kuwatumia wafuatao katika kupatia mtaji au mbegu. Mungu anaweza akamtumia mwenzi wako, yani mume wako au mke wako. Lakini Mungu pia anaweza akatumia rafiki yako. Lakini pia Mungu anaweza akatumia hata sakosi, benki, au hata nguvu zako. Ukafanya hata ni kibarua kwa mtu kwa makusudi, kwamba nafanya kibarua lakini
hela yangu na hifadhi ili nianze kuanza mtaji wangu, niweze kupata mtaji wa biashara yangu. Hiyo inawezekana. Au hata kitu chako cha thamani, kwamba unavyo vitu vya thamani vingi, lakini kimoja ukakiuza, ukaipata ile fedha, ndipo ukaanza kufanya biashara. Kwa hiyo lengo la somo hili ni kwamba tuinuke hapo tulipo, watu wa Mungu. Kanisa la Mungu tuinuke, tufanye kazi. Kanisa la Mungu tuinuke, tujitume. Mungu wetu atatuona na Mungu atatubariki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mtaji utaupata kwa nguvu zako. Unapopata mtaji, fanya kazi kwa bidii. Sio umepata mtaji unaingiza kwenye matumizi mengine. Kama lengo ilikuwa ni mtaji, fanya mtaji wa biashara ambao unataka kufanya. Kuna swali lingine kwamba unaulizwa kwamba wazo la biashara utalipata wapi? Inasema kwamba kwa kufanya utafiti. Angalia eneo unalo taka kufanya biashara lina uhitaji gani. Ndipo utapata wazo kwamba eneo hili ambalo nataka kufanya biashara lina uhitaji gani. Lakini ibi ni kwamba unaiga wenzako wanavyofanya. Unaangalia wenzako wanafanya shughuli gani wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuboresha aina ya huduma au aina ya bidhaa. Kuna sehemu fulani nilipita, mamalishe. Wameweka mamalishe nyingi zipo. Lakini kuna mmoja kagundua kwamba watu wana shida ya appetite. Kwa hiyo akawa anaweka kachumbari. Akawa anaweka kwenye vyakula vyake vipo, lakini kachumbari ipo pembeni. Kwa hiyo watu wakawa wanejaa pale, kumbe wale wengi wanapenda kachumbari. Appetite hawana. Kwa hiyo akipata kachumbari ile ina ndimu kidogo, ina limao kidogo, ina pilipili, mtu anapata hamu ya kula. Kwa hiyo kumbe unaweza kufuatilia eneo la biashara wale wanafanya, lakini wewe ifanye kwa viwango vya juu zaidi ili uweze kupata pesa. Lakini pia uzoefu wa kutoka kwenye familia. Kwenye familia anawezekana mzazi wako ana biashara, ana kazi fulani ya ujuzi anayoifanya. Tukiangalia mfano Yesu katika kuishi kwake hapa duniani, baba yake Yusufu alikuwa seremala. Kwa hiyo katika ule useremala aliyokuwa nao baba yake, aliweza kujifunza useremala na hiyo kazi akawa ameendelea nayo kwa kipindi fulani. Lakini pia hata katika familia yako inawezekana ikawepo kazi. Mimi na kijana wangu, yeye anatengeneza sabuni za maji hizi. Amemaliza form 4, anasubiri selection. Lakini katika kusubiri kwake selection, akakumbuka kwamba mamangu alikuwa anafanya biashara ya sabuni ya maji. Niliacha kwa sababu fulani fulani, lakini yeye akaona aiendeleze. Akaniambia, mama, naomba unisaidie kwa siku moja tu. Kweli nilikuwa nakusaidia, lakini nahitaji ujuzi zaidi. Kwa ile siku moja nikamsaidia, lakini imekuwa endelevu. Yaani hapa naongelea kwamba kwenye wazo la biashara kwamba utalipata wapi. Niko kwenye kipengele cha D cha kwamba uzoefu kutoka kwenye familia. Ninapoongea hivi ni kwamba kwenye familia unapoona kuna mtu anafanya kitu, kuwa mfuatiliaji, usilale usingizi. Kuwepo kwako kile kiwanda hapo nyumbani kuna makusudi. Kwa nini upo wewe na kile kiwanda kipo pale? Kwa hiyo tunatakiwa tuwe wajanja, tuchangamke. Sio mtu anakuita, hata ni mtoto kijana, unaambiwa na mzazi, njoo unisaidie. Njoo unisaidie hapa kungarisha hii meza. Unasema nina usingizi, nimechoka. Kwa hiyo maisha yako ya mbeleni yanakuja kuwa ni mabaya kwa sababu hauna uzoefu wowote. Lakini unatakiwa ujitume. Lakini pia F ni kutembelea maonyesho 7 au 8. Utakuta kwamba watu wana biashara mbalimbali, wana vitu mbalimbali wanavifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Kazi huwezi kukosa. Cha kufanya huwezi kukosa. Sitoki nje ya somo sana, lakini kuna kitu nilikiona siku moja
nikiwa kule Kariakoo kule Ilala. Nikakuta kwamba kuna matope mengi wakati wa mvua hizi. Kwa hiyo kuna mtu mmoja akawa amejipanga, ameandaa ndoo za maji. Kwa hiyo wewe unayetoka kule ukitaka kunawa, akikwambia maji haya hapa kunawa 500, na wewe umeshapita kwenye tope, lazima utakubali kunawa. Unaponawa, anapoipata 500 yako, akipata na mwingine na mwingine, huyo mtu kama anamtaja, anatafuta, anapata. Kwa hiyo kumbe lazima uangalie fursa katika eneo ulilopo kwamba kuna changamoto gani ili kwamba uweze kutatua. Sasa hivi kuna watu huku mjini ukipita na gari lako na private yako wanasafisha mbele pale, wanakusafishia ili kwamba uone vizuri. Hawajatumwa lakini wamejituma. Katika kule kujituma kwake, huwezi kushindwa kumpa chochote. Lazima utaona kwa kweli nilikuwa na mavumbi sana gari yangu, huyu kajiongeza kasafisha, siwezi kushindwa kumpa 500 au 1000. Ina maana kumbe huyo mtu kama ana lengo la kufanya biashara fulani, pale ana uwezo wa kupata mtaji. Lakini pia mazungumzo kati ya ndugu na jamaa. Unaweza mkaa mnazungumzia tu jambo fulani, katika kule kuzungumza ukapata wazo la biashara kwamba kumbe katika kuzungumza hivi kumbe mafanikio yapo. Lakini pia namba G, kuhudhuria semina au kazi mbalimbali na kuweka akiba. Misali 30 mstari wa 25 inaelezea kwamba kuna kiumbe ni kidogo tu lakini kina uwezo chungu, ana uwezo wa kuweka akiba. Kwa kumbe unaweza ukaweka akiba zako zikaweza kukusaidia katika biashara yako. Mambo ya hatari unapoanza biashara. Hatari ya kwanza kabisa ni kukata tamaa. Hupasi kukata tamaa unapoanza biashara. Muamini Mungu, mtegemee Mungu. Mwite Mungu, atakusaidia. Namba 2, kurizika na mapato madogo. Kwamba umepata tu kidogo unarizika, unatulia, hapana. Unatakiwa ukazane ili kwamba viwango vyako vibadilike, vikue zaidi. Mfano huu ulikuwa kipindi fulani niliweza kulima huku Morogoro, huku Mlimba huko. Nikakuta wakati ule natakiwa kuvuna mpunga. Wakasema vijana sasa hivi wameshiba. Wamevuna mpunga wao, wengi wamefanya vibarua sana, wanakula. Sasa hivi vibarua huwezi kupata, wanasumbua. Kwa nikapata shida sana kupata vibarua wa kunisaidia kufieka ule mpunga pamoja na kuusafirisha. Lakini nikabahatika nikapata kijana mmoja ambaye yeye ameamua kufanya kazi. Kwa hiyo yeye hakurizika tu na kile kipato, aliendelea kupambana ili kwamba kiwango chake kizidi kuongezeka. Na ukifuatilia wale vijana ambao wamesema kwamba ameshiba ubwabwa, inawezekana anaeka yake, ananusueka tu katika maisha yake, lakini maisha yake 100% anategemea vibarua. Kwa hiyo hayo sio maisha, na ndio hali ambayo tunataka tutoke huko. Kwamba tuache uvivu, tujitume, usirizike kwa kipato kidogo. Kama kipato ni kidogo sasa, jitahidi kiongezeke. Kama una genge moja, jitahidi yapatikane 3, 4, 5. Kama una duka moja, jitahidi yaongezeke maduka mengine. Mungu akusaidie sana. Lakini pia hatari nyingine ni kwamba kutokuwa na kadi au leseni ya biashara. Kukosa kadi au leseni ya biashara ni jambo la hatari, kwa sababu wakati mwingine wamekuwa TRA wanazunguka kufuatilia biashara za watu. Kwa hakisha kuwa amepita mtaa fulani, taarifa zikifika tu kwamba jamani TRA hao wanakuja. Kwa hiyo unafunga duka. Unapofunga duka, yule ambaye amelipa TRA, leseni yake haina shida, yeye anauza wakati wote. Wewe unavofunga, yeye anauza, anapata. Kwa hiyo ni vizuri we mtu wa Mungu ujitahidi, mambo yanayostahili katika serikali fanya. Biblia inasema kwamba ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Kwa hiyo inapotakiwa kwamba kwenye serikali unatakiwa kulipa leseni, lipa. Usifunge duka lako. Hilo ni jambo la hatari sana ambalo linaweza likakwamisha biashara yako. Lakini pia jambo la 4, kupenda anasa.
Methali 21 mstari wa 17. Methali 21 mstari ule wa 17. Tasoma, inasema, mtu apendaye anasa atakuwa maskini, apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Jambo la hatari kupenda anasa. Kuna mtu mmoja akaa anashuhudia kabisa katika vikundi vyao vijana, akasema, jamani, mimi nilifunguliwa duka na kaka, lakini lile duka nimelimaliza kwa wanawake. Kila anayekuja nikimpenda anasema, naomba mafuta, naomba perfume, naomba ubwabwa, namchotea mchele, mpaka ile duka likaisha. Kwa hiyo kupenda anasa ni hatari katika biashara. Lakini sasa tutaenda kuangalia sifa ya biashara njema. Sifa ya biashara njema, sifa ya kwanza, inatengeneza faida kubwa. Lakini pili, ina mpango mkakati wa kukua na kuendelea. Ila pia ina mtaji wa kutosha. Namba 4, inajali wateja wake. Namba 5, ina soko la kutosha. Hiyo ni biashara njema. Ina mambo ya muhimu kwamba inatengeneza faida kubwa, lakini pia ina mpango mkakati wa kukua na kuendelea, lakini ina mtaji wa kutosha, inajali wateja wake na ina soko la kutosha. Hamasa. Mfanyabiashara lazima awe na hamasa. Hata kama anakutana na mambo magumu au vikwazo, lazima achangamke, lazima aboreshe. Kama unaweza kuweka hata matangazo kwenye biashara yako ni jambo zuri. Weka matangazo. Kuna wengine wanafungua biashara zao hata kwa sherehe fulani, anafanya sherehe fulani, anaalika watu. Kwa siku ile anawanywesha, anawalisha watu pale. Ina maana anafanya hamasa katika biashara yake, anatangaza kwamba hapa kuna jambo fulani. Ukiweza kufanya jambo hilo ni vizuri pia. Huku mjini wamekuwa wabunifu zaidi kwamba biashara wameweka wengine wa kutangaza tu. Wengine mpaka wanaimba nyimbo, lakini ni kuhamasisha ile biashara. Wengine wanaweka vipaza sauti, lakini kuhamasisha ile biashara. Kwa hiyo mwana wa Mungu, na wewe usipitwe na haya mambo, ili kwamba tunatamani tupate fedha, ili kwamba tuweze kumtumikia Mungu pamoja na familia zetu, tuweze kumtumikia Mungu katika kila eneo, katika taifa. Kila eneo linahitaji fedha. Ili kwamba uonekane ni mtu, lazima uwe na fedha. Uonekane ni mtu kwenye mtaa, uwe na fedha. Uonekane uko vizuri hata kanisani, uwe na fedha. Uonekane uko vizuri hata kwenye familia na ukoo wako, uwe na fedha. Kwa hizi fedha zitafute kwa juhudi zako zozote, ambazo pia hutamkosea Mungu. Na ndio maana mambo niyoelekeza mahali hapa, sikuelekeza mambo ya dhambi kufanya ili kwamba upate fedha, lakini nielekeza mambo ya halali kabisa kuyafanya ili uweze kupata fedha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna kitu kinaitwa uwezo. Mfanyabiashara ni muhimu awe na uwezo kielimu. Ni vizuri uongeze elimu. Na ndio maana wakati mwingine hata mimi nimeweza kwenda kwenye semina fulani za ujasiriamali, kwamba niongeze elimu zaidi. Lakini pia awe na uwezo wa kutawala mazingira ya biashara yake. Naposoma kwenye Biblia kwenye Misali anasema kwamba mtu mkali anamiliki mali. Wakati mwingine unapokuwa na mali zako zisimamie. Unaweza ukaonekana ni mkali, lakini bila kusimamia kwa utawala unaoeleweka huwezi kupata chochote. Lazima penye kazi ni kazi, kanisani ni kanisani, lakini kwenye kazi lazima uwe na daftari lako la kukagua kwamba nimefanya nini, faida hii nimefanya nini, matumizi yangu nimetumia kwa nini. Lazima uwe na mpango wako unaoeleweka, yani uwe na utawala, uwe na ofisi inayoeleweka, uwe na daftari inayoeleweka ambayo inaelezea mapato na matumizi na faida ambayo imepatikana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia huyu mfanyabiashara lazima awe na fedha. Pia
awe na afya. Mfanyabiashara lazima awe na afya njema. Kwa hiyo jali afya yako, kwa sababu afya yako ndio mtaji wako. Afya yako ndio mtaji wako wa kwanza ambao utakupa nguvu ya kuweza kwenda kupambana sehemu mbalimbali. Bila afya huwezi kuinuka hapo ulipo. Bila afya utashindwa kufanya mambo mengi. Kwa hiyo wakati wa kula ule ushibe, unywe maji ya kutosha ili uweze kupangana, kuchangamka na shughuli zako za kibiashara, kama ni zikabiashara, kama ni kilimo, kama ni biashara yoyote ambayo unaweza kufanya. Lazima uwe na afya njema. Na ndio maana kuna wakati nilikuwa nafanya kazi hotelini, walikuwa lazima tukapimwe afya. Lazima mfanyakazi hotelini apimwe afya, awe na cheti cha daktari kwamba afya yake ni njema. Kwa hiyo afya ni ya muhimu sana. Unatakiwa uwe na afya njema, lakini pia uwe msafi na smart. Wewe mfanyabiashara lazima uwe msafi. Hata kama ni mkulima, lima, lakini ukishamaliza kulima vaa mavazi yako mazuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mazingira ya biashara yawe safi na wewe mwenyewe uwe msafi. Mambo gani yanayofanya watu wawe maskini kwa upande wa kiroho? La kwanza ni roho za kufisha. Roho za kufisha zikoje? Ina maana kila unalofanya halifanikiwi, ila tukimwomba Mungu anaenda kukufungua. Wengine kwenye ajira, wengine kwenye masomo, kila unalofanya haliendi, lakini yuko Mungu ambaye anaweza yote. Kwake hakuna lisilowezekana. Kwake hakuna lisilowezekana. Lakini jambo lingine la pili ambayo inafanya kwamba tuwe maskini watu wa Mungu ni mikopo isiyo na malengo. Mikopo isiyo na malengo. Yaani unakopa, ushaziona hela nyingi, basi unafanya mambo mengi ambayo hayapo, kiasi kwamba hata ile fedha kuja kuirejesha unashindwa. Kuna mtu mmoja akakopa, kaenda kupiga lipu nyumba yake nzima. Kapiga lipu kweli nyumba imependeza, lakini dukani hajaongeza vitu. Kwa kama hajaongeza vitu, yule mtu aliyokopa kwake, ina maana itafika mahali kwamba anakuja kuhitaji fedha, anakuta yule hana kwa sababu hajaongeza. Nataka nikupe akili au wazo, mtu wa Mungu, kwamba unapokopa pangilia kwamba ingiza kwenye biashara ili kipato kiongezeke. Kama utatumia kwa ajili ya usafi au ulipu kwa ajili ya nyumba yako au jambo la kimaendeleo, fanya, lakini bakisha ambayo itaweza kuzaa iweze kusaidia kulipa. Tusome Nehemia 5 mstari wa 1 hadi wa 5. Tutaona kwamba hii mikopo isiyo na malengo ilikuwepo tangu enzi za kina Nehemia. Tasoma Nehemia sura ile ya 5 mstari wa 1 hadi wa 5. Inasema, ndipo kukatokea kilio kikuu cha watu na wake zao juu ya ndugu zao Wayahudi. Maana walikuweko watu waliosema, sisi na wana wetu na binti zetu na tu wengi, na tupate ngano tule tukaishi. Tena walikuwako wengine waliosema, tumeweka rehani mashamba yetu na mizabibu yetu na nyumba zetu tupate ngano kwa sababu ya njaa. Tena walikuwapo wengine waliosema, tumekopa fedha ili kulipa kodi ya mfalme kwa kuweka rehani mashamba yetu na mizabibu yetu. Walakini miili yetu ni kama miili ya ndugu zetu na watoto wetu kama watoto wao. Kumbe mnawatia utumwani wana wetu na binti zetu kuwa watumishi, na baadhi ya binti zetu wamekwisha kutiwa utumwani. Wala hatuwezi kujiepusha na hayo, maana watu wengine wana mashamba yetu na mizabibu yetu. Tunaona kwamba hapa yalitokea mambo ambayo sio mazuri. Kwamba kwa ajili ya ile njaa waliweza kuweka rehani vitu vyao. Waliweza kukopa kupata vyakula, lakini waliweka mashamba yao rehani. Na ina maana kwamba ukishaweka rehani,
Ukishaweka rehani, na maana hata wa msimu wa kulima huwezi kwenda kulilima kwa sababu umeliweka rehani ile shamba mpaka utakapolipa fedha ya watu. Kwa hiyo hali nayo imeweza kuleta hali mbaya katika ile taifa. Hapa inaonyesha kwamba ni kukosa usawa kiuchumi kati ya Wayahudi na matajiri waliokuwa wakandamizaji. Kulikosekana usawa. Lakini jambo la tatu, kodi na rehani isiyozingatia haki. Kuna mikopo sasa hivi unaambiwa kwamba 100,000 unalipa 40,000 kwa mwezi. Na watu wanavyopenda mikopo, mtu anakopa tu. Kwa hiyo jiangalie mtu wa Mungu, sio ukakopa mpaka ukakosa haki zako. Ukakopa baadaye ukaingia kwenye umaskini. Ukakopa kikundi hiki baadaye ukakopa ingine. Jitahidi uwe na kiasi katika haya mambo. Lingine, kukataa maarifa ya Mungu. Zaburi 23 mstari wa kwanza inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ukikataa kuchungwa na Yesu, utafanya asiyopasa na utakwama kimaisha. Lakini jambo la tano, uvivu na uzembe. Biblia inavyosema mvivu, Misali 19 mstari wa 15 inasema kwamba uvivu humtia mtu katika usingizi mzito. Nafsi yake mtu mvivu itaona njaa. Kwa hiyo mtu mvivu mara nyingi ana usingizi mwingi sana. Usingizi wake ni mzito. Misali 13 mstari wa 4 anasema, hutamani asione kitu. Kila mtu mwenye kitu kizuri anatamani kingekuwa changu. Yaani kile kingekuwa changu. Kwa hiyo nafsi ya mtu mvivu itapata shida. Nafsi ya mtu mvivu ataona wivu. Atasema watu vibaya. Atalaumu watu, hajanisaidia. Akusaidie we mikono huna. Wakati mwingine wamekuwa wazembe. Wanashindwa kufanya kazi. Mwenzake kalima, wakati analima yeye kalala. Mwenzako kalima, kavuna, kauza vitu vyake, anavaa nguo zake nzuri, anakula vizuri, watoto wake wanasoma shule nzuri, unaanza kusema anaringa mtoto wake anasoma shule nzuri. Kumbe uvivu ndio unaokusumbua. Lakini pia tunaposoma Misali 26:15 hadi 16, 26:15 hadi 16, neno la Mungu linasema, mtu mvivu hutia mkono wake saanini kwa kumchosha kuupeleka tena kinywani pake. Mtu mvivu ni mwenye hekima machoni pake kuliko watu 7 wawezao kutoa sababu. Kwa kumbe inaonekana kwamba mtu mvivu ana hekima. Lakini kumbe hekima yake ni ulafi, anataka apate chochote. Kwa hiyo anaweza akakuletea mambo ya uongo, mwingine akakuletea mambo kama ya kujenga, ya kukushauri, lakini kumbe anachotafuta pale ni chochote apate kula. Usipende utajiri wa haraka. Misali 13 mstari wa 11 anasema, achumae kidogo kidogo atazidishiwa na kustawi. Wewe chuma kidogo kidogo na Mungu atakuinua utukufu hadi utukufu. Biblia inasema kila mtu awe na kazi yake. Misali 28 mstari wa 19 inasema kila mtu awe na kazi yake. Nikinukuu maneno ya mtumishi wa Mungu Mchungaji Fabian Masare, mume wangu, amesema kwamba usipende kukaa na watu kwenye familia ambao hawafanyi kazi. Lazima watafutiwe kazi ya kufanya. Kwa hiyo pia hii Biblia kwenye kitabu cha Misali 28:19 inasema, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuzi atapata umaskini wa kumtosha. Kwa hiyo kumbe unapolima mashamba utapata chakula. Mtume Paulo pia akahimiza kufanya kazi. Katika Thessalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 11 anasema, tena mjitahidi kutulia na kufanya kazi zenu kwa mikono yenu. Thessalonike wa pili 3:10 anasema, asiyefanya kazi asile. Lakini faida chache ambazo tunaenda kuziona ni kwamba faida ya mfanyabiashara ni kwamba atajiajiri,
atatoa ajira kwa wengine, ataondokana na umaskini na ataleta ushindani wa kibiashara. Atakuwa baraka kwenye familia, kwenye taifa na kwenye kanisa. Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa sababu tumesikilizana katika somo hili. Nawatakia baraka njema. Sasa nitaenda kuomba ili kwamba Mungu atusaidie, atuinue katika maisha yetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, na kushukuru Mungu kwa ajili ya uzima. Asante kwa ajili ya afya njema ambayo umenipatia. Asante kwa kibali ambacho umenipatia Bwana. Nimesimama, nimeongea na watu hawa Bwana kuhusu kubarikiwa, kuhusu kupata fedha. Na kwa sababu nimetamka aliyotoka kwako Bwana, najua zipo baraka kwa ajili ya huyu mtazamaji wangu, lakini zipo baraka pia kwa yule msikilizaji wa Lindi FM, lakini pia zipo baraka Bwana kwa uongozi wetu wa EAGT. Asante kwa baraka hizi Bwana. Kambariki askofu wetu, kambariki makamu wetu, kambariki Bwana katibu wetu mkuu, kambariki mweka hazina wetu, kabariki uongozi wote wa EAGT, kabariki Bwana mkurugenzi wa Mima. Bariki Bwana watu hawa mwamba, kwa sababu wamekubali kutoa nafasi hii kupata maono haya Bwana. Nami naomba Bwana ukambariki kila ambaye ameenda kusikiliza mfalme, kila ambaye ameenda kunitazama, kila ambaye ameenda kusikiliza maneno haya. Haya maneno yakamuinue Bwana, haya maneno yakamuinue mtu huyu, maana ni neno lako ya kwamba unamtoa mtu mavumbini na kumketisha na wakuu. Naomba ukawaketishe na wakuu Bwana, waketishe na wakuu watu hawa wanaonisikiliza na wanaonitazama, waketishe na wakuu watu hawa Bwana ambao wamesikiliza somo hili. Mungu wa mbinguni ukawabariki, Mungu wa mbinguni ukawatendee mema. Bariki mashamba yao, bariki mifugo yao, bariki kila wanachokifanya Bwana kikafanikiwe. Nikiwabariki wote katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Jina langu ni Mary Masare, mama mchungaji wa kanisa la EAGT Kibamba. Namba yangu ya simu ni 0657067948. Karibu sana na Mungu akubariki.